Mchungaji, shikamoo. Marhaba, habari yako bwana? Salama, kwema? Salama. Vipi hali ndugu yangu? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mchungaji bwana, kunako soka kuna taarifa ambazo zimechukua nafasi kwa siku ya jana, na ni vyema pia tukazungumzia, maana ni swala la kimichezo kiujumla na ni maendeleo ya kisoka hasa hapa Tanzania bara kuhusu wawakilishi wa timu zetu kubwa. Jana kuna jambo kubwa ambalo limechukua nafasi kubwa katika vichwa vingi vya habari, ikitokea kwa upande wa wekundu wa Msimbazi. Mara kadha wanachama wa Young Africans mlikuwa mkidai ya kwamba Simba wamekosa wanachama, na mpaka hivi sasa hawana idadi ya wanachama wengi kama ilivyo kwa upande wa Young Africans. Kwa hiyo Young Africans inaweza ikajiendesha kwa mambo mengine pasina kutegemea hata uwekezaji wa wawekezaji. Lakini hiyo jana wakatangaza rasmi wataanza kutoa kadi za wanachama, na wakatangaza na makampuni pia ambayo yameingia ubia kwa ajili ya zoezi hilo la utoaji wa kadi. Story kubwa ni pale Mohamed Dewji katika ukurasa wa Instagram wa Simba Sports Club alipo comment na kuandika ya kwamba transformation imefikia wapi. Swali ni kwamba mwekezaji hana taarifa na bodi yake, na hana taarifa na mwenyekiti wa wanachama kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, na upande wa Young Africans mlifaulu vipi mpaka Simba wanakwama mpaka hivi sasa? Nashukuru sana kwa swali lako. Kwanza namshukuru Mungu tumeamka salama, katuwezesha kufika siku ya leo, na nafikiri ni vyema tukamrudishia utukufu wake Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Sasa najibu maswali yako, japokuwa yako mengi, lakini tajibu kwa kifupi sana. Kwanza, Young Africans mchakato wetu sisi ulishakamilika na tuna karibu miaka 3 au 4 watu tunalipia kadi zetu, na serikali ilishabariki na hatuna tatizo katika lile. Sasa kuhusu wanasema kama umekamilika, mbona wawekezaji bado? Kwamba zile ni process ambazo kwenye taasisi zinaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo process zile zipo na vikao bado vinakaliwa, kwa sababu huwezi kumleta mwekezaji bila kujua thamani yako. Mkutano wa mkuu uliopita tulitangazwa thamani yetu sisi ni milioni 100. Hata waliokuwa wanasikiliza tu wakakataa, Yanga haifiki milioni 100. Sasa sisi ndo tuliolipa watu kwenda kutafuta hilo. Kwa hiyo haya mabadiliko na nini yana process nyingi, na haya mambo yanaenda kwa pamoja. Wanachama, viongozi wote wanaitana kuweza kujadiliana, mpaka na serikali yenyewe. Katiba yetu sisi imerudishwa mara 4 na serikali kuja kuifanyia amendment. Mpaka ilivyotimia serikali wakaturuhusu, sasa mmekamilika na mnaweza mkafanya uchaguzi, na mzee Mshindo Msola alikuwa na bado mwaka mmoja ule akaamua kusamehe, injinia akaingia madarakani. Kwa hiyo michakato ya uwekezaji huwa ina process ndefu na lazima iende kwa pamoja, iende wanachama, huyo mwekezaji mwenyewe na viongozi wa klabu. Sasa kama viongozi wa klabu wanaitisha kikao cha kuweza kumtangaza mzabuni wa kutengeneza kadi, alafu mwekezaji anatoka anauliza kwamba transformation vipi? Hivi anayepaswa aielewe transformation, mabadiliko, ni mwekezaji au ni wanachama au ni viongozi? Ina maana yanafanyika mabadiliko yeye mwekezaji hajui, na kama yanafanyika mabadiliko mwekezaji hajui, anawekezaje? Anawekeza kwa utaratibu gani? Anaingiaje? Kwa sababu FCC nafikiri wao wanamtambua kama ndo mwekezaji wa Simba na ndo anayesimamia mabadiliko ili aweze kuingiza pesa zake kwenye kitu ambacho kiko sahihi. Sasa kwa nini yeye ndo anauliza kwamba imefikia wapi? Ina maana yeye kwenye huo mchakato hayumo, hahusishwi. Anakuja kuambiwa tu kama third party, na kama anaambiwa tu anaambiwa na nani? Na kama anaambiwa na viongozi, kwa nini anaandika kwenye public waone mpaka watu ambao wanamtukana yeye? Kwa sababu sasa hivi mimi nasema hata wakina GB 64 wakina Dr. Mo tuliokuwa tunawaita ninja, tunaweza tukaona kumbe wana mantiki. Kama wewe unauliza mabadiliko vipi, na wewe ndo bosi wa mabadiliko, hawa tuliokuwa tunawatukana wanakutukana wewe,
tutawaelewaje? Kumbe tunaweza tukaona kumbe hata wale vijana basi wako sahihi. Sisi tulikuwa tunaona kama ni njaa, kumbe yeye ndo mbabaifu. Mimi lile siko katika upande sana wa Simba, lakini kulikuwa kuna sababu gani ya kuandika yale yeye mwekezaji kwenye public? Kwa sababu angeweza kumpigia simu mwenyekiti wake wa bodi akamwambia mniulizie kwa viongozi wa klabu wamefikia wapi, bila hata sisi huku tusojua kitu kuona yale maandiko yake. Lakini anapoandika hivyo anamjulisha nani? Anawajulisha wakina GB 64 ambao walikuwa wanamtukana, au anawajulisha wanachama ambao wanataka kuingia, au anawajulisha akina nani? Kwa hiyo yale mimi kwa upande wangu nimeona ni mapungufu makubwa sana kwa mwekezaji, na kweli kama ndo ana akili hizo basi wataendelea kumsema sana, yeah. Lakini pengine kutakuwa hakuna mawasiliano mazuri kati ya pande hizo kwa namna ile ambayo mwekezaji ikatumia kuhoji maswali. Na ndio maana nimesemaje, hata kama hakuna mahusiano mazuri, au waliowachagua Yesu na mahusiano mazuri, na hao waliowachagua Yesu wanakaa nao wenye viongozi wa klabu, kwani walitangaza kila mtu kwa wakati wake, sio walitangaza pamoja? Kwa nini sasa simpigie hata simu akiwa pale pale mwenyekiti wa bodi akamwambie mnongoneze yule, muulize bwana mabadiliko vipi, afu nipe jibu? Yeye ana factors nyingi za kuweza kupata majibu bila hata sisi kujua. Kama hao viongozi hawaamini wa Simba, anaweza akampigia hata mwenyekiti wa baraza la michezo la BMT, kwa sababu wale lazima ni mabosi wa michezo, lazima wajue kwamba process hizi zinaendaje, kwa sababu hata sisi katiba yetu hatukuipeleka wizara ya michezo kwa waziri, tuliipeleka tu BMT pale. Kwa hiyo angeweza hata kupiga simu BMT ili apate ufafanuzi, lakini pia kulikuwa hakuna sababu ya kuleta taharuki. Angesubiri hata kama kweli wamekaa, akapata sasa ule mrejesho wa vikao vinavyoenda, alafu ndo yeye kauliza swali lake. Lakini sasa watu wako kwenye kikao, unaongezea mada nyingine. Sasa waache hii tena ya kadi ya wanachama, waanze kujadili tena mabadiliko. Sasa hayo mabadiliko watajadili viongozi peke yao bila kuwa na wanachama? Na wewe si ni mmoja wa pale? Na wewe ni bosi? Na wewe si ndo mwekezaji? Na wewe si ndo unadai hela zako? Sasa kwa nini usiwaharakishe wamalize mdahalo, wamalize hiyo transformation ili hela zako ziwe salama? Kwa hiyo mimi nafikiri ana taharuki na nyingi anazileta yeye, japokuwa mimi sio msemaji sana wa mambo yao, lakini tunapoongea kimichezo lazima tuongee tu, kwa sababu mchezo huu unawahusu watu wote. Kwenye familia yangu mimi kuna Simba, kwa hiyo hata nisipowapenda Simba wenyewe, lakini ndani mle mimi sina Simba, kwa hiyo na Simba naye itanigusa tu. Kwa hiyo nikimwona ndani ya familia yangu amenyong'onyea kwa sababu ya Simba, na mimi napaswa niyaongee haya ili warekebishe, mtu wangu awe na furaha ndani, yeah. Umewataja wakina GB 64 ambao waliendesha mkutano wao siku za nyuma hapo kuhusiana na Simba pamoja na mwekezaji pamoja na upande wa mwenyekiti, na walionekana wako kwenye upande wa mwenyekiti wa Simba. Kuna jambo lilizungumziwa na wakasema kwamba anayekwamisha kadi za wanachama kutotoka ni Mo Dewji. Kwa hiki ambacho amekifanya siku ya jana, ni dhahiri inadhihirika kwamba yeye anachangia kadi kukwama. Ya, kwa jinsi inavyojionyesha wale watoto wale vijana, nisiseme watoto, wale vijana wanaweza wakaonekana kwamba wana mantiki, kwa sababu kulikuwa hakuna uharaka wa kutoa yale wakati kinachoongelewa ni faida ya Simba. Ina maana kama anauliza transformation, manake waache kwanza kusajili wanachama, waende kwanza kwenye mabadiliko ili yakikamilika ndo warudi huku. Lakini sasa jiuliza, hayo mabadiliko hayajakamilika muda gani? Ili na yatachukua muda gani kuanzia yeye anapotaka? Na kama hiyo alikuwa nalo, kwa nini asilipushi mwanzo ili likamilike ndo aje huku sasa kuwalaumu kwamba mimi nawaambia kushughulikieni hili, mbona hamshughulikii, mnakuja kushughulikia hili? Kwa sababu kama angetoa kwamba kuwalaumu kwamba mbona hili hamjalishughulikia la mabadiliko, mnakuja kushughulikia la wanachama, tumalizeni kwanza hili na yeye akiwemo. Lakini ilikuwa kuuliza kwamba mabadiliko yamefikia wapi, maana yake yeye hayumo mara wala haimhusu. Sasa kama kweli ni hivyo, basi itaonekana hataki wanachama wawepo, au hataki mtu mwingine awe na nguvu ya Simba, anataka awe yeye tu. Sasa kwa ufupi ni hivi, mimi yale tayari nimeshamaliza na sina cha kuongeza. Kama ni tatizo sasa, wao wenyewe ndio wenye Simba yao,
wataliona liko wapi. Sisi ni watu wa nje, tunajaribu tu kugusa matatizo kwa nje tu, lakini wao ndo wanajua matatizo yao halisi. Kwa hiyo mimi nifunge kwa kumaliza hivi, watayamaliza wenyewe, waende kwenye transformation, waende kwa wanachama, hayo ni matatizo yao, ila tu wakae sasa wakielewa kwamba hata vijana wanapoongea kuna kitu ambacho wanakiona. Sana mchungaji. Haya, asante sana bwana.